tulivyozindua mkakati mkubwa wa nishati safi ya kupikia, mtakumbuka tulitoa taarifa kuwa nishati safi ya kupikia matumizi yake ndani ya nchi yetu ilikuwa 6% peke yake, na kwa kweli tulikuwa nyuma sana. Tumetekeleza mkakati huu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Tumefanya tathmini pamoja na NBS, tumeona mabadiliko makubwa yametokea. Tumehama kutoka 6% mwaka wa jana, na sasa tumepanda kufika 16% mwaka huu. Hii si hatua ya kujivunia sana, lakini walau ni hatua fulani. Na sasa hivi ninayo taarifa kuwa NBS pamoja na wizara yetu tunafanya survey nyingine ili tuweze kuona. Natoa wito na maelekezo kwa Wizara ya Nishati na kupitia kitengo chetu cha tathmini na ufuatiliaji serikalini, kila robo tunapokutana lazima tupate tathmini, tumeongeza watu wangapi tuliowahamisha kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi, wamekwenda kwenye nishati safi ya kupikia, ili tutoke kwenye ule utaratibu wa kusema tu kwamba imekuwa hivi. Tuje tuzungumze watu hawa kwa namba zilizofanywa utafiti kisayansi, ili tujue nguvu yetu tunaipeleka wapi. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu pamoja na kitengo chako, ninaomba hili jambo tulipe msukumo mkubwa, kwa sababu kwa kweli tunadaiwa hesabu za kutoa kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais ameshatupa kila aina ya nyenzo, kila aina ya mahitaji tulionayo. Mkitaka kujua ukubwa wa mkakati huu, angalieni gharama itakayotumika urani mkakati huu. Mkakati huu utatumia shilingi bilioni 130 kwa kipindi chake chote. Si fedha kidogo. Tunahitaji kuona sasa kila mtu anazungumza nishati safi ya kupikia. Ningependa nianze kuona radio sports, jingles nyingi kwenye TV, matangazo kwenye magazeti, na hasa kwenye influencers wengi tunazungumza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tukifanya hivyo tutawabadilisha watu wetu. Shida ya nishati sio kuwa safi, madhara yake hayaonekani mara moja, na kwa hiyo watu wengi hawayaoni mara moja. Ingekuwa inaua haraka kama corona ama kipindupindu, ni rahisi kumwambia mtu ona hao wamekufa. Lakini shida ya nishati sio kuwa safi, inaua polepole. Madhara yanayotokea wakati mwingine watu hatayahusisha na mambo mengine, lakini ukweli ni kwamba ni kwa sababu ya matumizi ya sikuwa safi. Misitu yetu inaisha, tunatengeneza ujangwa kwenye nchi yetu. Mazingira yanabadilika. Leo mvua zinakuja tena za kuotea, zinakuwa na ukame wa muda mrefu. Wakati mwingine zikija zinakuja zilizopitiliza. Si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tu mazingira yetu yameathirika. Na moja ya kitu kinachosababisha mazingira yetu yaweze kuharibiwa ni matumizi ya nishati isiyokuwa safi. Niwaombe twende tukaongeze kampeni hii, na vyombo vya habari wawe mstari wa mbele kwenye hili jambo. Nataka nitoe wito tena, kila mmoja tunapokuwa na mkakati huu, nimeona kwenye mkakati wetu ule kuna mpango mkakati wa utekelezaji. Naomba mpango mkakati huu tuufanyie roadmap yake, tuanze kufuatilia hatua kwa hatua. Kama kuna jambo litakiwa kufanyika mwezi Juni, lifanyike bila kisingizio. Jamani, wameshatuletea na magari kwa ajili ya kampeni hii. Tunakosa nini cha kufanyia hii kazi? Tunakosa nini? Hili si jambo la Wizara ya Nishati wala ofisi ya Makamu wa Rais. Ni jambo la serikali nzima. Lazima hii agenda iwe yetu wote. Tupimwe kwa jambo hili. Watanzania wengi tuwahamishe kwenda kwenye matumizi ya nishati ambayo ni safi.